Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na tunamshukuru Mungu kwamba leo ni siku njema sana, Jumatatu, mwanzo wa wiki, na tunajiweka wakfu kwa ajili ya baraka za wiki. Mungu akatulinde kiagano, Mungu akatubariki kiagano. Tunajua vita ni nyingi, lakini msaada wetu unatoka kwa Bwana, na ndio maana tunamlilia yeye peke yake awe msaada wetu, yeye peke yake awe ushindi wetu. Tunaweka agano na Mungu wetu. Kwa hiyo tutaenda kufanya maombi ya kujiweka wakfu kwa Bwana. Tumwambie Mungu tunahitaji utubariki sawa sawa na neno lako, ya kwamba unataka utubariki, lakini ni lazima tujiweke wakfu kwako ili tupate kubarikiwa na wewe. Kwa hiyo tutajiweka wakfu kwa Mungu wetu ili apate kutubariki sawa sawa na neno lake. Kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 32 mstari wa 29, Musa akasema, jiwekeni wakfu kwa Bwana leo, na kila mtu juu ya mwanawe na juu ya ndugu yake, ili awape baraka leo. Tutaenda kujiweka baraka, tunani wakfu kwa ajili ya kubarikiwa. Tutajiweka wakfu kwetu sisi, tunajiweka wakfu juu yetu, lakini pia tutajiweka wakfu juu ya familia zetu, juu ya kazi za mikono yetu. Tutajiweka wakfu juu ya nafasi tunazozitumikia katika ulimwengu wa mwili, iwe ni sehemu ya kazi ama ya biashara. Tutajiweka wakfu kwa Bwana. Tunaenda kumwambia Mungu atupe neema. Ninaona hii ni wiki ya neema, kwamba tutapata neema kwa Bwana. Tutapata neema kwa Bwana, tutawezeshwa na Bwana, tutasaidiwa na Bwana. Kwa tutapata neema, ni wiki ya neema. Tutawezeshwa, tutasaidiwa na Mungu wetu. Hata vile tusivyostahili tutastahilishwa, kwa sababu ni wiki iliyojaa neema. Kwa tunaenda kumwambia Mungu, lolote atakalotaka kulipanda adui halitafanikiwa. Mpango wao wote adui alioweka kinyume na maisha yetu, kinyume na afya zetu, kinyume na shule za watoto wetu, kinyume na biashara zetu na kazi zetu, kinyume na ndoa zetu ama mahusiano yetu kwa ujumla, pando liwalo lolote adui anataka kulipanda halitafanikiwa kwa jina la Yesu. Iwapo mpango wao wote adui anataka kuweka kinyume na maisha yetu, hautafanikiwa kwa jina la Yesu, bali wa Bwana, mpango wa Bwana ndio utakaofanikiwa. Kusudi la Bwana ndio litakalofanikiwa. Ile neema Mungu wetu tufunike, kwamba mpango wake peke yake. Tunajua zipo baraka Mungu amezikusudia. Tunamlilia Aba, yani Baba, kwamba Baba, Aba, twajua kwamba zipo baraka zetu umeziandaa wiki hii, na ipo neema kubwa uliyoiandaa katika wiki hii. Tunajiweka wakfu. Kazi yetu si ni kujiweka wakfu kwa Mungu wetu. Kujiweka wakfu ni kwamba tutengwe katika ulimwengu wa roho, tujulikane sisi ni wa Bwana, sisi ni wa Mungu. Alafu baada ya hapo adui akituangalia na tuona hivyo hivyo kwamba sisi ni wa Bwana, sisi ni wa Mungu, hatushikiki, hatulogeki, uharibifu hawezi kusogea kwetu. Ni kitu cha ajabu sana Mungu alikionyesha kwenye kitabu cha Hesabu. Watu walikuwa kidhani ya kwamba taifa la Israeli unaweza kufanya chochote, kumbe wale waliwekwa wakfu kwa Bwana. Hata wakina nani hawa waliokuwa wanataka kuloga Israel, hawakuweza kuloga. Balaki amemkodi Balaam aje amloge, aje afanye uharibifu kwa taifa la Israeli. Lakini wanagundua kwamba sadaka za Balaki hazikuweza kufanya kazi ya kuwaloga wana wa Israeli. Na ndio maana Balaam pia naye akapata ushuhuda kwamba kumbe Israeli haiwezi ikalogeka. Hakuna uganga katika Israeli, hakuna uchawi kwa Yakobo. Maana yake nini? Kwa sababu kuna agano Mungu ameliweka na watu wake. Watu wake wamewekwa wakfu kwa Bwana, kwamba hakuna uganga, hakuna uchawi. Nami nasema ya kwamba hata wewe siku ya leo unapojiweka wakfu wiki hii, Bwana anajua na ijulikane kwa watu wote ya kwamba hakuna uganga kwako wala hakuna uchawi kwako. Hakuna atakaye kuloga akafanikiwa, hakuna atakaye kuchawia akafanikiwa, hakuna atakaye kuzungumzia mabaya afa yale mabaya akienda kutimia. Hamna namna.
kwa sababu umewekwa wakfu kwa Bwana. Wewe ni wa kubarikiwa na Bwana. Ile portion Mungu ameiweka kwa ajili ya watu wake. Unapojiweka wakfu, iwe ya kwako. Ile portion Mungu aliyokuandalia haitakuja kwako mpaka umejiweka wakfu. Na ndio maana Mungu aliwaambia wana wa Israeli, waambie wana wa Israeli wajiweke wakfu kwa Bwana. Zipo baraka nimeziandaa kwa ajili yao. Nasi tunajiweka kwa wakfu kwa Bwana. Zipo baraka zimeandaliwa kwa ajili yetu. Tunaziteka hizo baraka kwa kujiweka wakfu kwa Mungu wetu. Kwa tunaenda kujiweka wakfu sasa kwa maombi haya muhimu sana naenda kuyafanya wakati huu. Twende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi nzuri njema ya mwanzo wa wiki, Jumatatu iliyo njema iliyobeba neema. Mungu aliye hai, asante kwa ajili ya wiki hii nzima. Tunapojiweka wakfu mbele ya uso wako, tukalindwe na wewe, tukatetewe na wewe. Mungu aliye hai, tunajua adui ni kama simba ungurumaye akitafuta kutumeza, lakini we Mungu ni wa rehema na neema, hautaruhusu adui apate nafasi kwetu. Na ndio maana tunajiweka wakfu kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, kwamba tulindwe na we Mungu aliye hai kinyume na adui zetu. Baba, ninaomba neema yako kwa ajili ya mtoto wako anayenisikia, alindwe na nguvu zako kinyume na adui zake, anapokuwa shule, kazini, anapokuwa kwenye biashara yake. Roho Bwana, alindwe mtoto wako huyu na nguvu zako. Linda mwenza wake, mlinde na roho chafu za giza zinazotenda kazi. Mlinde Bwana mtoto wako, linda watoto wake, linda familia yake na nyumba yake, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Tunajiweka wakfu leo mbele ya uso wako. Hatuna Mungu mwingine Bwana. Tumaini letu na msaada wetu ni wewe Bwana. Wewe ndio msaada wa karibu, tumaini letu la nguvu. Baba, nakushukuru sana. Tumekuchagua wewe uwe Mungu wetu. Tumekuchagua wewe uwe mlinzi wetu. Tunajiweka wakfu katika nguvu zako, tukafanikiwe sana katika jina la Yesu. Kila mapando atakayotaka kuyapanda adui hatafanikiwa. Roho za magonjwa, spiritual attacks, uvamizi wa kiroho hautafanikiwa. Roho za mauti, roho za ajali adui alizozitegesha hazitafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtoto wako yuko salama Bwana. Tuko salama kinyume na roho chafu zote zilizotegeshwa na adui. Kwenye mabarabara, kwenye manjia panda hazitafanikiwa. Roho chafu zote hazitafanikiwa. Roho chafu zilizojipanga kuleta uharibifu, tunazirejesha zilikotoka. Hazitafanikiwa kwa maana tumewekwa wakfu kwa Bwana. Baba, asante kwa rehema na neema. Sifa na heshima ni vyako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, tunajiweka wakfu katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi maombi haya tayari tumejiweka wakfu kwa Bwana. Utaishika na sadaka yako ya kujiweka wakfu kwa Mungu wetu katika wiki hii. Utaiachilia katika ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au 0713842123 au 0744982517. Maombi haya ya kujiweka wakfu yanaruhusu baraka zote za Bwana ziweze kukujilia. Tutatembea kwenye baraka za Bwana zikiwa zimejazilizwa full, zimejaa, hakutakuwa na uharibifu. Mungu wangu akubariki na uwe na siku njema, lakini uwe na wiki nzuri katika jina la Yesu. Amen.